Karato, mji wa utalii uliopo kando ya hifadhi ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai, hifadhi yenye hadhi ya UNESCO, ni hazina ya kipekee ya maarifa ya dunia. Utalii popote tumetembelea makumbusho ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai Geopark, mahali ambapo jiolojia, volkano za kipekee, historia ya mwanadamu na viumbe hai vinapata sauti. Karibu kwenye makumbusho ya Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark. Tuko hapa tukiangazia umuhimu wa makumbusho haya. Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark, volkano za kipekee, chimbuko la binadamu. Tutapata maelezo ya kila kumbi kutoka kwa mhifadhi Mashaka na Ladislaus. Tunapozungumza kuhusu maeneo ya hifadhi ya jiolojia, haya ni maeneo ambayo yanakuwa yana urithi wa kipekee wa kijiolojia, lakini pia yakiwa yana urithi wa kipekee wa maeneo asilia, lakini pia yana urithi na tamaduni za kipekee katika maeneo haya. Eneo hili la hifadhi ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai kwa bara letu la Afrika ni maeneo mawili tu yenye hadhi hii. Moja ni katika nchi ya Morocco, la pili ndio eneo hili la hifadhi ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, lakini pia ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara. Ni nchi ya Tanzania pekee ndio ambayo ina hadhi hii ya UNESCO Global Geopark. Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark ni miongoni mwa geopark muhimu duniani, ikiunganisha jiolojia, bioanuwai na utamaduni wa binadamu. Tupo kwenye ukumbi wa dibaji, tunajifunza ni kwa nini ardhi yenyewe ni urithi wa dunia. Huu ni ukumbi wa dibaji, ukumbi ambao unatoa taarifa kuhusu muonekano wa sura ya nchi kwa eneo la hifadhi ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai. Eneo lina ukubwa wa kilomita za mraba takriban 12,000 kutoka eneo la bonde la ziwa Eyasi, lakini pia likienda mpaka maeneo ya ziwa Natron. Kwa hiyo ndani kumesheheni vivutio vya aina mbalimbali takriban 69, maeneo ya kaldera ya Ngorongoro, bonde la Olduvai, maeneo ya nyayo yenye nyayo za zamadamu kwa upande wa Laetoli, lakini pia maeneo ya tamaduni mbalimbali za Wahadzabe, wa Iraq, Wadatoga na Wamasai. Kwa hivyo hapa tunapata taarifa kwa ujumla kuhusu eneo la hifadhi ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai. Kutoka hapa nawakaribisha katika eneo la ukumbi wa pili, ukumbi wa jiolojia. Tunaendelea kupata elimu ya Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark. Huu ni ukumbi wa jiolojia. Hii ni taswira ambayo inaonyesha maeneo ya ndani lakini pia maeneo ya nje ya uso wa dunia.
maeneo ya ndani ikionyesha vile viini ambavyo vinafahamika kama inner core na outer core. Dunia ina visahani tectonic plates takriban 16, na vipande hivyo ndivyo ambavyo vimesababisha ni namna gani dunia inaonekana hivi leo. Lakini pia hapa tutaweza kuona movement ya hivyo visahani, ni namna gani vilivyokuwa vikionekana miaka takriban milioni 1000 na kitu iliyopita mpaka hivi sasa, namna dunia inavyoonekana. Hapa tunaona mistari hiyo ya blue ni sehemu ya hivyo visahani au tunasema plates, lakini pia mshale huo mwekundu ni mahali ambapo nchi yetu ya Tanzania na bara la Afrika lipo, na maeneo haya ya blue ni sehemu pia ya hivyo visahani katika maeneo mbalimbali ya dunia. Kwenye ukumbi huu pia wa jiolojia tunapata taarifa kuhusu bonde kuu la ufa la Afrika Mashariki. Ama kweli historia ya dunia imehifadhiwa kwenye miamba. Sehemu hii inaonyesha tabaka ambazo zilitokea katika eneo la Olduvai. Tabaka hizi ni muhimu sana katika kuelezea mabadiliko ya mazingira, lakini pia ni tabaka ambazo zimehifadhi masalia mbalimbali pamoja na zana za mawe ambazo zilipatikana katika eneo la Olduvai. Kwa hiyo ukiangalia kuanzia chini unaweza kuona tabaka ya kwanza ambayo ndio tabaka muhimu sana iliyohifadhi ugunduzi na upatikanaji wa zamadamu wa kwanza ajulikana kama Paranthropus au Zinjanthropus. Na tabaka ya pili unavyoiona hapa inaonyesha maisha ambayo zamadamu wa pili aliyeishi Olduvai anaitwa Homo erectus aliishi katika kipindi hicho. Tabaka ya tatu unaweza kuiona, hii inatuelezea mazingira halisi ya kipindi hicho ambayo yalikuwa ni kipindi cha joto na hakukuwa na maisha kwa kipindi kile, kwa sababu zamadamu wengi na wanyama wengi walihama eneo hilo kwenda maeneo mengine barani Afrika na ulimwenguni kwingine. Na tabaka ya nne ambayo imegawanyika katika sehemu kuu tatu, ambayo hii inaonyesha Masek, lakini kuna Ndutu na kuna Nainsiusiu. Hii ni tabaka ambayo inawakilisha binadamu wa sasa, mimi na wewe bado tunaishi. Sehemu hii inaonyesha maisha halisi ya zamadamu walioishi eneo la Olduvai. Tunawakaribisha sana eneo la Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro na hasa katika bonde la Olduvai muweze kujionea maisha na namna zamadamu wa kale walivyoishi katika maeneo hayo. Tanzania ni nchi yenye upekee wa jiolojia, hasa eneo hili la Ngorongoro UNESCO Global Geopark. Karibuni katika ukumbi huu wa ekolojia. Udongo wa volkano ni sehemu ya matokeo ya kijiolojia. Kwa hivyo udongo huu wa kivolkano katika eneo hili la hifadhi ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai umeweza kusababisha uoto wa mimea ya aina mbalimbali, na uoto wa mimea hiyo umeweza kuvutia uwepo wa wanyamapori wa aina mbalimbali, wakiwemo wanyamapori wale wakubwa maarufu kama the Big Five. Lakini pia tunapata taarifa kuona ni namna gani wanyamapori wanategemeana kati yao na mimea na mazingira yao asilia, tukiangalia mifumo ya utegemeanaji katika upande wa mlishano, kwa maana ya kwamba food chain na food web. Lakini yote hiyo ni kutokana na shughuli mbalimbali au matukio ya kivolkano katika eneo hili.
wageni wanapotutembelea hapa tutapata wasaa wa kuweza kusikiliza na kuweza kutambua sauti za wanyamapori mbalimbali. Ndugu mtazamaji, unaweza ukatuambia sauti hiyo unayoisikia ni sauti ya mnyama gani? Na hapo utaweza kuthibitisha jibu lako kwa kuweza kutazama hapa. Hiyo ni sauti ya mnyama chui. Kila jiwe hapa ni kama kurasa ya kitabu na utajiri wa ardhi tulionao Tanzania. Ukumbi huu ni ukumbi wa utamaduni, yani cultural hall. Sehemu hii unaweza kujifunza utamaduni na shughuli wanazozifanya Wahadzabe wanaoishi sasa hivi, Wadatoga, Wamasai na Wairaki. Sehemu hii pia inaelezea ni namna gani wanaweza kufanya shughuli zao wanapokuwa katika maeneo yao. Nyumba hii ni mojawapo inayotumiwa na wenyeji wa Masai ambao wanaishi ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Imeezekwa kwa nyasi ambazo pia zinapatikana ndani ya eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Pia pembeni imekandikwa kwa udongo na pia mlango wake ni fito. Chini pia wameweza kuweka sakafu kwa kutumia udongo. Na wakaribisha sana Watanzania muweze kutembelea Wadatoga, Wahadzabe, Wamasai na Wairaki, muweze kujionea utamaduni ambao bado unaishi sasa. Sehemu hii ni ukumbi wa maendeleo. Ngorongoro Lengai Global Geopark ina mashirikiano mbalimbali na mataifa mengine ambayo yako katika hifadhi za UNESCO Global Geopark. Lakini kwa upande wetu Ngorongoro Lengai tunatoa elimu katika shule mbalimbali ambazo ziko mkoa wa Arusha na maeneo mengine ya Tanzania. Kwa hiyo katika sehemu hii unaweza kuona shughuli mbalimbali ambazo tumeisha zifanya, onyesha elimu ikitolewa katika shule mbalimbali. Lakini pia tuna eneo la library ambapo wanafunzi wanapotembelea katika eneo letu na makumbusho yetu na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, huwa wanakuja hapa wanajisomea, wenye kuchora wanachora, wenye kuandika wanaandika, na ndipo wanapoweza kuifurahia Ngorongoro Lengai Geopark. Makumbusho ya Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark ni mahali pa kujifunza kuhusu uhifadhi, kutafakari na kuielewa jiolojia. Hapa mgeni anapata wasaa kujifunza na kuona ni namna gani wanyama wana mwendo wa kuweza kukimbia, lakini pia anapata wasaa wa kuchangamsha mwili na kuchangamsha akili akishindana mbio na wanyamapori aina mbalimbali kwa ambaye ataweza kumchagua. Karibu Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark. Hapa ni mahali sahihi pa kutalii na kujifunza jiolojia.